Jerusalem isikuwe kwako ndoto, si ndoto. Ni mji upo, umetengenezwa kwa wale ambao wamejikana nafsi zao, na kuna nguo zinatengenezwa, nguo ambazo hazina hesabu, ni nyingi sana. Nguo nyeupe ambayo weupe wake hatuwezi tukaulinganisha na weupe, kitu chochote ambacho ni keupe hatuwezi tukalinganisha nacho. Nguo za watakatifu ambazo kila mmoja atavalishwa anapoingia ndani ya huo mlango. Na ni mwana kondoo peke yake anavalisha wateule wake hizo nguo. Nguo zipo nyingi sana, haziwezi zikahesabika. Nguo nyingi sana, na ni wateule wa Mungu peke yake watakaovikwa hizo nguo, na atakayewavika ni mwana kondoo wa Mungu. Je, utavikwa hiyo vazi? Je, nitavikwa hiyo vazi hiyo siku? Kwa maana Biblia inasema katika kitabu cha Manabii ya kwamba siku hiyo itakuwa siku ya giza kubwa sana. Itakuwa siku ya giza kuu. Sijui kama ni Malaki, ni Mika, Nahumu, kati ya manabii. Amos 5. Yes? Amos 5:18 nasema, ole wenu ninyi mnao itamani siku ya Bwana, kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza wala si nuru. Ni kama mtu aliyekimbia simba akakutana na dubu, au aliingia katika nyumba akauegemeza mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Je, siku ya Bwana haitakuwa giza wala si nuru? Na yenye giza sana wala haina mwanga. Yenye giza sana wala haina mwanga, haina mwangaza. Grupu ya pili ni wale walimkataa Yesu. Ni wale pia walimpokea Yesu lakini wakafanya dhihaka katika maisha yao ya Ukristo. Kuna wale walijua ya kwamba wameokoka, wako na Yesu, wanatembea na Yesu, wanafanya kazi ya Yesu, lakini kwa mshangao wao mmoja peke yake walikuwa wataambiwa, mbona haukufanya hili na lile? Hawataweza kujitetea kwa maana kutakuwa na
evidence kuonesha ya kwamba waliambiwa wakakataa. Waliambiwa wakakataa kubadilika. Watakuwa na evidence ya kutosha kuoneshwa ya kwamba walitumiwa neno la Mungu wakakataa kubadilika. Wakakataa kufanya maamuzi. Wakaanza kupeana sababu ambazo hizo sababu zao hazitawasaidia ama hazikuwasaidia wale waliotangulia na pia wale watakaotangulia. Sababu zao hazitawasaidia mahali popote. Wataambiwa kwamba niliita mkakataa kuitika. Nikanyosha mkono wangu mkakataa kuushika mkono wangu. Watauliza, Bwana, ni wapi ulinyosha mkono nikakataa kushika mkono wako? Ni wapi uliita mimi nikakataa kuitika? Bwana atawafungulia vitabu. Akawaambia, unaona hapa mimi ndio nilikuwa ninaita. Unaona hapa mimi ndio nilikuwa ninanyosha mkono wangu akakataa. Wengine watasema kwamba Bwana si ilikuwa ni fulani ndiye alikuwa anafanya hivyo. Bwana atamuonesha ndio alikuwa ni yeye, lakini hebu angalia, unaona nani? Walishindwa kusema, watashindwa kusema. Midomo zao zilishikamana. Wale waliotangulia wakasema, ni kweli ninastahili, matendo yangu yamenipa haya. Na wale pia watakataa kugeuka, pia hivyo ndivyo watakavyosema, nimejutia, ni matendo yangu yamenisababishia hapa. Lakini kabla hayo maneno kutoka ndani ya kinywa chao, ama kabla hajatoka kwa wale waliotangulia, walikuwa na uchungu mwingi ndani ya mioyo yao. Pia kutakuwa na uchungu mwingi watakaposema ya kwamba ninajutia maovu yangu, laiti ningekubali vile ulivyokuwa unasema. Watatamani sana waseme ya kwamba nipe tu just a day. Leo tu Bwana, nipe tu leo peke yake. Niende nikabadilishe, ama nikafanye maamuzi leo tu, nisirudi mahali hapa. Lakini Bwana atawaambia kwamba nilikupatia miaka, nikangoja, nikasubiri, nikatumana, lakini bado hakuna maamuzi yoyote ulifanya. Nifanye nini? Hukumu itaangukia kwa wale walioasi. Mwana wa Mungu atabaki hana lawama kwao. Atuongelee kuhusu video ambayo tuliona, ama ni sinema, ama ni movie tuliona jana juzi. Ni vitu vipo na itakuwa bado hadi ile siku dunia itakunjwa kama karatasi na kutupwa. Mahali wapo wanajutia, ni kilio, ni kupiga mayowe usiku na mchana. Udho kwao hawajui usiku, hawajui mchana, hawajui mvua kama inanyeshanga, hawajui. Kwao ni giza, kilio, uchungu. Ndio hata
ile tukio ambayo tuliambiwa kwamba ya tajiri na Lazaro. Tajiri akaambia, ilikuwa ni Lazaro, Abraham, si ndio? Ya kwamba tajiri aliambia Abraham, si ndio? Ya kwamba anao ndugu 5 awatume. Ilikuwa ni Abraham alikuwa anawajibu, I think. Akamwambia kwamba uko chini kunao yeah. Kama hao hawatawasikia hao, watasikia hawa? Ni mara ngapi tumekuwa tukielezewa vitu vya Jehannam, tunaona kana kwamba it's a story they are telling. Walijua aje? Waliona wapi? Lakini iko. Ni vitu vinafanyika, ni vitu inafanyika sasa hivi. Na tujue sisi ambao tuko hapa siku hii ya leo, tusiporekebisha menendo yetu, watu wa kwetu waliokufa wanatungoja. Na kutungoja haimaanishi wanatungoja kutupatia mapokelezi maalum. Kutupatia pia hao mateso yao. Na tukumbuke ya kwamba, wapendwa, prayer team, tutakapojipata katika hell, kuna kitengo maalum tumetengewa. Na mapigo yetu haitakuwa sawa na mapigo ya watu wengine. Tujue hivyo. Tufanye mchezo, tucheze ndani ya wokovu, tukuje kanisani hatujui tumekuja kufanya nini. Tutajutia hiyo siku. Tutalia na kusaga meno, ambayo hizo meno zetu hatiwezi zikatusaidia mahali popote. Tutajutia, tutalia, tutasema kwa nini, mbona, lakini wakujibu hatakuwa. Tutapiga vifua vyetu tukisema ole wetu, ole wangu mimi, laiti. Lakini mwana kondoo wa Mungu atakuwa mbali. Hakuna atakaye kukusaidia, hakuna yule atakaye nisaidia mimi. Position yoyote ambayo ulikuwa unafanya katika nyumba ya Mungu, ndio utakuwa unafanya kijipata hea. Saizi Sauli alikuwa mfalme wa Israeli, na saizi mahali ako ametengenezewa kikiti cha mfalme. Anajutia hapo, anapatiwa dhihaka. Afanye vile alikuwa anafanya akiwa mfalme wa Misri. Wewe je? Ile kazi ambayo unafanya, utakapojipata Jehanamu, ndio utakuwa unaeneza hiyo kazi uko. Na mapigo yako yatakuwa makubwa mno. Endelea ndani ya dhambi, fanya dhambi, majuto yako. Niendelee ndani ya dhambi, nicheze ndani ya dhambi, majuto yananingoja, nitayapata. Endelea kukaa ndani ya chuki, ndani ya ubaya, ndani ya mawazo machafu, majuto yanakusubiri. Endelea kuchafua vazi lako la wokovu, majuto yanakusubiri. Endelea kukata maneno, kwa sababu Yesu hajakufanyia hivi na hivi, naye pia utakujikokota katika kazi yake. Majuto pia yanakusubiri. Endelea kunyoosha mkono ukisema hao ndio wale wanajifanya wanamjua Kristo. Majuto yako yanakusubiri. Endelea
unapoona kwamba umefika, unaona kwamba wewe ni mwema kuliko wengine, hutaki kujua makosa yako, hutaki kujua umeangukia wapi, majuto yako yanakusubiri. Endelea kucheza na neno la Mungu. Unafungua neno la Mungu, unasoma ni kama unasoma novel, unasoma ni kama unasoma gazeti. Unapofunga unasema nimemaliza kusoma Biblia, lakini hata hakuna neno umetoka nao likusaidie. Majuto yako yanakusubiri. Kwa maana tujue ya kwamba hiyo siku vitabu vitafunguliwa. Na vitabu inamaanisha every chapter of the Bible ambao ulisomewa, ukasikia, ukaelewa, hilo ndilo utakalo hukumiwa kwalo. Na kitabu cha mwisho tujue ya kwamba itakuwa kitabu cha uzima wa milele. Biblia inasema ya kwamba wale wote ambao jina lao halikupatikana katika hilo kitabu cha uzima wa milele walitupwa motoni, ziwa la moto. Maneno ya Mungu si ya kuchezewa. Maneno ya Mungu sio dhihaka. Yesu hakuja msalabani kufanya mchezo. Hakujitoa uhai wake aende afilie watu mchezo. Alitoka mbele ya babake akiwa na uchungu, akijua ya kwamba wacha ifike kikomo, watu wasio wanakuja hapa Jehanamu. Atakaye muamini, atakaye msadiki, atakaye fanya yote ambayo Yesu anataka, akaribishwa katika huo mlango uliomwembamba. Na wale wote walichezea wokovu, saizi wanajibu ya kujibu. Na wale wote watachezea wokovu kuanzia sasa, watajutia. Wana migodi ambao wanachimba gold huwa wanakuwa na bidii sana wanapotoka kwenda kuchimba kutafuta nini? Dhahabu. Hawataki hawaogopi yakana kwamba wanapoingia ndani hiyo pango kuna uwezekano hiyo pango ifanye nini? Ianguke, wakufe. Haja yao ni kufanya nini? Wapate dhahabu. Wacha hivyo iwe kwangu na kwako wewe. Tutafute wokovu. Tumeupata wokovu, tuulinde. Haijalishi tutapitishwa aje, haijalishi tutapitishwa ndani ya maji, ndani ya moto, mradi tumepata huo dhahabu ambao ni wokovu wetu, tuulinde isije katutoka ndani ya mioyo yetu, hadi wakati ile siku tutafika mahali tumekaribishwa tufike. Kwa maana hawa watu ambao wanachimba hizi, ukiwauliza kwani hamchoki, mmetafuta hadi lini? Wanakuambia miaka hatujapata. Ama wanaweza kuambia kwa miaka wanaweza kupata gold mara 3, lakini hawachoki. Mbona mimi na wewe tunachoka katika mambo ya Mungu hata tujafika mahali ambapo tunafaa tufike? Tunaweza kuwa na walakini katika njia zetu. Tunaweza kuwa na ulegevu katika maneno ya Mungu. Je, hatujui ya kwamba hii ulegevu itatutoa tusipate taji ya uzima wa milele? Je, hatujui kana kwamba hii kusitasita ndani ya Mungu tutakosa taji ya uzima wa milele? Je, hatujui hivyo? Heri nyinyi, heri sisi tunaambiwa ukweli, lakini tunatia ganzi tukikusikia maneno ya Mungu. Jeremia 17:14.
Yeremia 17:14 nasema, uniponye e Bwana, nami nitaponyeka. Uniokoe nami nitaokoka. Kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu. Kila mtu ana Biblia. Tutasoma alafu insert your name there. Na unaposoma wacha itoke ndani ya moyo wako. Three, two, one. Kwa maana wewe ndiwe Sasa tuanze vizuri. uniponye e Bwana, nami Hebu ngoja. Ona, uniponye, si ndio? Nani anafaa aponywe? Insert there your name. Uniponye mimi Miriam, e Bwana, nami nitaponyeka. Si ndio? Uniponye, nani anafaa aponywe? Weka hapo jina yako. Tumeelewa? Haya. 3, 2, 1. Uniponye mimi Walter, e Bwana, nami nitaponyeka. Uniokoe mimi Walter, nami nitaokoka. Kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu mimi Walter. Bado kuna watu wanapotea, si ndio? Hebu mchungaji, hebu soma. Sasa wewe sasa. Mimi sasa. Wewe. Uniponye mimi Walter, e Bwana, nami nitaponyeka. Uniokoe mimi Walter, nami nitaokoka. Kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu mimi Walter. Rudia tena. Uniponye mimi Walter, e Bwana, nami nitaponyeka. Uniokoe mimi Walter, nami nitaokoka. Kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu mimi Walter. Tumeelewa? Si ndio? Haya, 3, 2, 1. uniponye mimi e Bwana, nami nitaponyeka. Uniokoe mimi nami nitaokoka. Kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu mimi. Haya, sasa itoke ndani ya moyo wako. 3, 2, 1. Uniponye mimi e Bwana, nami nitaponyeka. Uniokoe mimi nami nitaokoka. Kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu mimi. Kuna something umesikia in your heart. Tusome ya mwisho alafu hii ndio utaenda nayo mbele za Mungu. 3, 2, 1. Uniponye mimi e Bwana, nami nitaponyeka. Uniokoe mimi nami nitaokoka. Kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu mimi. Unaweza na Biblia niombe nayo kama ukumbuki. Sawa?